Paddy Zenyu is going to take you through Nanya's eulogy. Early life and education. Mama Margaret was born on the 30th of April 1950 to the late Mzee Joel Wanyula and Mama Ludia Agumba Wanyula at Awasi in a family of 7 siblings, namely Matayo Agwanda, Elisha Oyugi, Timothy Ayore, Gabriel Odero, Wilson Ouma, Tabitha Okot, and herself. Margaret had a lot of love and respect for her. Keep reading, it's okay. It's okay. Hapo ni sawa tu. Margaret had a lot of love and respect for her parents and siblings, who in return loved and adored her. To her siblings, she was a disciplined, caring, and focused person who valued family togetherness and development. Throughout her life, she supported her parents and close family members whenever it was possible and remained affectionate and close to them. Education and employment. Margaret attended Awasi Primary School and completed her intermediate successfully in the same school. She later got a privilege to join the then one of the prestigious institutions in Nairobi, where she underwent and completed a secretarial course, subsequently joining Ministry of Lands, Ardhi House, where she worked till retirement. Marriage and family life. Margaret got married to the late Mzee Maurice Achola Mwangi in a customary ceremony in 1970. They were blessed with 5 children, the late Adhiambo, Frederick Omole, in brackets Kwame, of Hidden Treasure Children Home, Joyce Ligaga of Numerical Machining Complex, the late Bernard Omoli, and Julie Bakini. Mama Margaret's grandchildren are John Davis Mukwiri, Ashley Ligaga, Daniel Achola, Shali Ligaga, James Nyaburu, Sasha Nyaburu, Alvan Walula, Angel Margaret, Akor, Harvey William Dira. She was mother-in-law to Esther Omole of Jubilee Insurance and Amos Podo Ligaga of Brookhouse International School. Mama successfully brought up the Achola family in a stable and loving environment, always stressing the importance of education and togetherness of the family. With her guidance and selfless dedication to the family, she made sure that all the 4 children of the Achola got a fair share of love and attention, which enhanced them to attain various levels of education careers. She was always available to all her children and in-law, and they all remembered her for her wise counsel and indiscriminate love and attention. She was a pillar and a source of strength for all her in-laws, whom she loved with all her might. She valued her family and would always remind them to love each other and always be there for one another. She was simply the best mom to all her children, in addition to a adopted grandma to all the Achola grandchildren. Religious and social life. Mama was a staunch AIC member, but later on relocated to a rural home and joined Anglican Church, where she remained a very devoted parishioner till her last breath. Margaret was actively involved in different aspects of community development, and her home was blessed with activities due to her humility and big heart for all, ranging from young to old, and will be missed by across all boards. Last days and beneath. Mama has been enjoying good health at her rural settlement, where she has been actively involved in favorite farm activities since retirement from the ministry till the year 2005, when she started feeling unwell and was diagnosed with diabetes, high blood pressure and arthritis, which have been well managed. Margaret fell down and got a hip fracture in August 2021. She was rushed to the nearest hospital for treatment. On 16th of September, she was taken back to the hospital and was admitted. On the fateful date of 25th September 2021, she went through a successful surgery, during which her sugar level was confirmed to be high and blood pressure to be low, which prompted great complications, and she eventually went to be with the Lord, having succumbed to all the complications. While we mourn her departure, we celebrate a life well lived,
a journey well traveled, and a faith actualized. We thank God for our mother's life, and we know that her legacy lives on in us, and all the lives she touched. Even though God called our mom home, she remained an inspiration to us. We shall forever cherish her love, generosity, and resilience. Mother loved the Lord, and we are comforted in the knowledge that she is in heaven with Christ. Mama, rest in peace until we meet again on that beautiful shore. We have lost a precious gem here on earth, but heaven has been uninjured. Until we meet again in God's arms, the best, and in our hearts you remain forever. Amen. Okwe urjo Kristo. Abro woyo gidoluo. Alafu kenda abro woyo bangi Kiswahili. Nikech angiwe lo moa kuonde mopogre. Moa Nairobi. Moa ne kabila moko. Abro chako gidoluo. Anyinga Joyce Atieno Ligaga. Anyar Margaret Mkona. Anama luo kwani. Mama ne japuonj. Mama ne jadolo. Mama ne jahocho. Mama ne kelo ji kanyachiel. Mama ne nigi chuny. Sasa nitarudi kwa Kiswahili. Nitarudia tu ile maneno nimesema. Nimepoteza rafiki mpendwa. Huyu alikuwa rafiki yangu sana. Huyu mama amelala hapa. Alikuwa mama wa nguvu. Mama alikuwa na strength physically na alikuwa na faith ingine different. Alikuwa anapenda kuniambia, mtoto wangu, hakuna kitu ngumu mbele ya Mungu. Ukiweka Mungu mbele, utatoboa. Mamangu alikuwa mwalimu wangu. Alikuwa mhubiri wangu. Alikuwa mshauri wangu kubwa. Alikuwa anaenda mbele yangu, nikiambia mama uniombee hivi na hivi, anaenda mbele yangu kuniombea. Ananiambia nitakuombea, tusaidiane kuombeana. Yaani mediator. Mama alikuwa na safi kubwa ya mapenzi. Ameishi na watu wengi. Sisi hatujui kuishi peke yetu tangu tuwe watoto. Na ni watu wa familia kutoka kwa upande wa mama na upande wa baba. Tumeishi nao wote. Na katika hayo pia sisi tumefuata hiyo mtindo, huyo mwendo wake. Sisi tumeishi na wengine, na tunaomba Mungu aendelee kutubariki tuweze kusaidia wengine, sababu hatutachoka. Tutaendeleza miradi ya mama ambayo alianzisha, na Mungu atusaidie. Mama alipenda Mungu sana. Alitufundisha Mungu. Alikuwa ananiambia kila siku, mtoto wangu, mimi mchawi ule naweza kukuambia amenisaidia na Mungu. Kwa hivyo nakufundisha huyu Mungu. Sisi kwetu mashambani nilizaliwa Wasi. Hatujui uchawi. Lakini mimi mchawi ule naweza kukuambia ushikilie ni Mungu. Na imenisaidia. Alikuwa ananiambia vitu mingi, Mungu na kupiga magoti.
Hata leo umeona mama amekataa kutoka kanisani. Si mliona? Mama alipenda kanisa na tunashukuru Mungu na ameturudisha kanisa. Nimepoteza dhahabu. Lakini najua Mungu atatembea na mimi. Nimefurahi kwa sababu hata ingawaji tumepoteza dhahabu na kitu mzuri, mbingu imepokea na imefurahia. Na leo nataka kusema kwamba nimeachilia mama. Nimemwachilia sababu mama amekuwa na uchungu miaka mingi. Mama alijulikana na ugonjwa wa kisukari the year 2005 alipokuja harusi yangu. Napanga harusi na mama ni mgonjwa na mkimbiza hospitali Kenyatta wapi. By the time kwa tunafanya harusi mamangu ananiambia amepatikana na sukari. Mpaka leo 205. Ijakuwa kazi rahisi. Nimefurahi kwamba amepumzika. Mom, nilikupenda lakini Mungu alikupenda zaidi yetu. Rest in peace mom. Ingine nilikuwa nataka kusema mama alikuwa mavuli hapa. Baada ya baba kufa mama ametembea na sisi vizuri. Na hata hivyo baada ameacha co-driver na co-driver nyuma yake kuna Ami ambaye haitachoka. Tutaendelea kulinda hii boma. Tutakuja vile nilikuwa nikikuja na project zote za mama tutaendeleza na Mungu atusaidie. Mimi nimeolewa Alego Usonga na mzee wangu yuko hapa. Ningependa tu asimame awe kwa sababu watu wasaidiaji walikuwa washaongea. Tafadhali Mr. Pudo, mama. Huo ndo mzee wangu. Anaitwa Amos Pudo Ligaga. Tunaishi na yeye. Ningependa kushukuru though kwa atapeana vote of thanks, but ningependa kushukuru Ziwani Fraternity. Watu wote wa Ziwani, asanteni sana, mbarikiwe. Marafiki wangu na wakwame na wetu wote kwa jumla, asanteni sana, mbarikiwe. Wafanyikazi wangu hawako wamesimamishwa. Mimi nafanya numerical machining complex. Kuna wale walikuja kunisaidia kuzika mamangu. Mnaweza simama muwe marafiki zangu wenye tunafanya nao kazi. Asanteni sana, wametoka Nairobi, mbarikiwe. Niko na marafiki zangu pia, mnaweza simama pia muwe. Wenye tuko nao chama, kanisa, simameni muwe tu. My friends, thank you very much among them. Wako hapa, asanteni sana, Mungu awabariki. Watu wa Sendwa, asanteni sana, Mungu awabariki. Mmetupea hizi time. Wakubwa wa Awasi, mmepoteza. Lakini nataka mkiniona muone mama. Mnasemaga nafanana na yeye, so mkiniona muone mama. Asanteni sana kwa kufika, asanteni sana kwa support. Asante sana Uncle Wilson, namuita Uncle Will. Saa yote tunakupigia simu, anything tunataka, maombi, finances, ako very ready and willing na zinakuja papa. Asante sana Uncle. And the entire Wasi and Walula's family, God bless you. Kanisa, asanteni sana kwa kutupatia hizi time also. Vile nilisema kwa kanisa haikuwa rahisi. Mara nawaambia tutatoa Friday, mara tutafanya hivi, mara tutaleta kanisani, tena tunapiga simu hatutaleta, but walibea na sisi na wakasimama na sisi. Asanteni sana na Mungu awabariki. I hope sijasahau ama in case nimesahau wote, asanteni sana na mbarikiwe. Kanisa, nashukuru kwa kusimama nasi. Wageni wote mko hapa, nasema asante sana. Mimi naitwa Fredrick Omole, lakini najulikana kwa jina ya Kwame. Mimi ndio kijana mkubwa kwa hii boma. Mama amelala, si rahisi, lakini tambua kwa yote kupeana shukrani. Uzuri mama alikuwa anamjua Mungu. Mama ametushikilia mkono.
kutembea nasi. Sasa kuanzia leo hata tushika mkono tena, lakini kwa mioyo yetu umetushika bado. So hata ingawa atakuwa physically hapa, kwa mioyo yetu bado atakuwa yupo. Wanasema kwa Kiingereza, unapozaliwa hauzaliwi na manual. Mashini zote ziko na manual, kila kitu ambacho imetengezwa inapeana na manual. Lakini unasema in life there's no manual, but there is mother. So ni mama ambaye anatufunza maisha, na nafurahi vile amenifunza. Mama ni mtu mwenye roho safi, ni mtu anapenda watu, na ni mtu anaambia mtu ukweli straightforward, hata kupeleka kando kando. Sasa alikuwa anaambia vitu la chemka, lakini nilikuwa natulia na kuja naona ni ukweli. Nasema ni asante kupata mama huyu. Hata kama ningeulizwa tena nitafute mama mwingine, ni yeye tu ningetafuta, sababu yeye amenifunza ni mengi, na ninasimama hapa sababu yeye amenifunza. Kidogo tu kabla niendelee, mama kama tuambao alikuwa na ugonjwa sukari, na alikuwa na ugonjwa arthritis. Nilikuwa namsumbua sana, lakini sio imemuua. Mama mwezi iliyopita alianguka kwa nyumba. Alipokuwa akisimama alitegwa na carpet, gonga akaanguka, akavunjika mfupa hii hapa ambayo inashikilia hip na mwili huku, akavunjika kabisa. So alikaa kwa nyumba siku kama 2, hatoki, 3 hatembei. Ndio dadetu mdogo Julia akampigia simu akaniambia, mama hayuko vizuri, tufanye vipi? Nikamwambia tutafute ndio tunafikisha hospitali. Nataka kushukuru jirani yangu upande hii, anaitwa Bili. Bili ametusaidia sana. Alichukua mama na gari, ampeleka Luak, kampiga picha, akamwambia hii ni referral, endeni Bondo. Hiyo siku wakaenda Bondo, walirudi Alana, kisha wakaenda Bondo. Alipofika tu Bondo hivyo akakuwa admitted. Tukapigiwa simu, tukaomba kuna vitu za kupikana, tukanunua sling. Na mama mguu ilivutwa na peleka uzito ya kuvuta mguu, nadhani mfupa ilikuwa imeenda kombo. So kwa siku 10 mama alikuwa amekaa position moja, hageuki the same position for 10 days. Sababu mguu ilikuwa inavutwa na uzito fulani, tulikuwa amekaa uzito na kuvuta mguu irudi kwa laini. Alipopelekwa hospitali Friday admission, mimi nilikuja Sunday. So nimekaa na mama mpaka wakati ametuacha. So tulikuwa tunaenda naye, tukienda naye kwa wote, tulikuwa tunaongea tu kama si mtu mgonjwa, alikuwa mpo furaha, mcheshi kama kawaida. Sasa ikafika on Tuesday, kwenda kumuona, nilikutana na surgeon, ametoka kutembea. So nikaambiwa surgeon amepita hapo, amesema hivi na hivi, lakini ameenda the next ward. Sababu ward ilikuwa women ward, tulikuwa na men ward. Sasa in between nikaenda nikakutana na yeye. Yeye akaniambia mama anafaa kufanya operation immediately. So akaanza kunionyesha kwa simu yake zile chuma zinahitajika. Akanionyesha chuma ya kwanza akaniambia hiyo ni 1400. Akanionyesha pili akaniambia ni 1100. Akanionyesha ya tatu akaniambia hii 50,000. So wewe nyinyi mnafanya aje? Akaniambia mama yako namuona ni mama ambaye bado ana nguvu, tumwekee ile chuma ya 1100. Kaambia karudi nikakaa na mama tukaongea. Hiyo ilikuwa Tuesday. Nikatoka tumachana naye kabisa, tukakae chini tufikirie tutapata hiyo 1100. Mimi nikatoka kuja nyumbani. Watoto walikuwa mbaki peke yao. Sasa mimi nilikuwa nao asubuhi natayarisha naenda shule, tena naacha pia lunch tayari. Nilikuja sababu mara mingi visiting ilikuwa saa 7, saa 8. Nilikuwa lunch na watoto wanakuja peke yao. So natayarisha mimi natoka naenda. Kurudi ni saa 9, saa 10. So niliporudi kufika nyumbani jioni, dadangu Joyce akanipigia simu.
Akaniambia ameongea na mama akasema, kwanza daktari alishaniambia ile chuma ya 50,000 inawekewa wale watu wazee kabisa, wale hawana movement, yani hawatatembea, ni kwa compound yake tu kuingia kwa nyumba, kukaa, kutoka kuota jua, kurudi. Sasa nilipofika hapa juzi akaniambia wameongea na mama kama amesema yeye hakuna mahali anaenda, tumwekee hiyo chuma ya 50. Mimi katika kwa yangu ni uzito. Lakini sababu amesema amechoka na kukaa hospitali, anataka kutoka. Na hiyo 50 ndio ilikuwa tunaweza kuipata. Sasa niliporudi kufika hapa, Judy pia akanipigia simu. Judy ndio kangu last call. Kanaambia tumeongea na mama, mimi nauza ng'ombe yangu, ng'ombe 2 tukauza, tukapata around 23,000 back na 27. Kaongea na Judy sasa, kumbe yeye saa hiyo naweza pata 20, lakini kesho yake sababu mimi siko na uwezo wakati huo. Sasa kufika hiyo siku kulala nikajua kupata 50. Kufika asubuhi anko yangu Wilson hapo kile kutoka Wasi anipigia simu akaniambia kwa mimi nimesikia hii hadithi, lakini let's give mom the best, tutachanga sisi kufikisha hapo. So akarudisha moyo tena nguvu na tukaongeza ya kutusaidia, mimi kaongeza ikafika pesa. Jumamosi asubuhi ilipofika Ijumaa mama akaambiwa enda surgery kesho yake. So mama alikuwa amefurahi sana. Nikamwambia mama pale tumefika pia kufurahi, nikamwambia kwa vijana wangu asanteni sana. Mume nishughulikia sana. Kwa siku chache hiyo nimeweza kuraise pesa. Mmejaribu sana. So mimi nikaongea mara mwisho Friday kabla nitoke. Nikamwambia mama hii kesho sitakuja asubuhi. Mimi nitangoja kutoka theater ndio kuja, sababu najua tutakuwa na maumivu. Nyingine dawa zitakuwa pia zimetumea, tutaka kupumzika. Lakini wakati wote tangu mama kwa admitted, dadangu Judy amekuwa na mama kila saa 24/7 amekuwa huko. So mimi nikaongea naye nikabeba mimi nitakwenda, kaambia kijana wangu wewe usiwe na wasiwasi. Mimi naenda kwa ile theater na malaika huku mbele na nyuma. Hivyo ndio nilisema. The last thing tuliongea na mama aliniambia hiyo, kijana wangu usiwe na wasiwasi. Naenda na malaika huku, anafanya hivyo, malaika mbele na malaika nyuma. Mimi sikuwa na jambo ambalo ningefanya tu ushtuke. Nikamwambia mama sawa, sio kutoka kwa surgery tutaonana. Mimi nikarudi. Asubuhi Judy akapigia simu mapema kusema amepeleka msukuma mama ameenda surgery. Sasa tukabidi tunangoja. Ngoja. Kufika saa 6 Judy akanipigia simu, akaniambia nimepigiwa simu na daktari anasema nikachukue mama. Mimi nikaacha mimi kuchukua mama. Baada ya 5 dadangu Joyce akanipigia simu, akaniambia nimepigia Judy na alia. Nini? Judy muongea na Esther hii. Hapo sawa, nikampigia. Kumpigia nikamkosa, nikapata our cousin and uncle huko alikuwa amepita pia kuona mama. Yeye alireceive simu na akaniambia kwa mimi kwa wapi? Nikamwambia niko nyumbani na kwa sababu kimbia haraka sana. Daktari ametafutia habari ambayo sio nzuri. Mimi nikapima mama amelemewa, amekuwa unconscious kama amelemewa tu. Mimi nikatoka. Nilikuwa nachukua matatu Bond, ni ndori. Kuingia na ndori matatu ilikaa kabla itoke. Ile akataka kutoka, Judy akaniambia kwa mimi uko wapi? Nikamwambia ndo matatu natoka speed. Akaniambia fanya hivi, wewe kuja pande moja hivi. Hapo ndo roho yangu sasa ilikatika kabisa mpaka nikachanganyikiwa. Lakini nikaenda tu. Kufika nikapata vile kuona hivyo kwanza. Kaniambia kumbe mami ametuacha, So mimi nikajipatia nguvu. Ngia hapo ndani kaniambia mama akasema sasa ngoja kidogo tumtayarishe. Kufanyisha. Tayarisha mama kumweka kwa meza fulani, nikaangalia kifahamu ni kweli mama ametuacha. Hiyo Jumamosi ilikuwa Jumamosi ngumu sana. So mimi nikarudi nimechanganyikiwa, sijui tuanze wapi. Ni ukweli ni ndoto, yani unajua sasa. Because mama tuliongea naye alikuwa mwenye furaha kabisa, au kuna dalili tumelemewa. So sikuongea na daktari, nilikuwa na namba yake. Jumamosi sikumpigia simu.
Jumapili sikumpigia simu. So Monday sasa ndo nikaenda sasa, wakati nilikuwa nimeshapata nguvu na nimetulia kidogo, nikaenda. So ile kushughulika sababu nataka tutoe mama bondo tumpeleke Lower. So nikapigia daktari, daktari vipi mambo ilienda aje? Niambia kwame mama alikuwa sawa, surgery ilikuwa sawa, hakumdunga kulala kabisa. Nilimdunga dawa tu ile ya kufa ganzi kwa mguu na mgongo ndio zikingine wakati anafanywa surgery, because mama alikuwa anafanywa surgery hapo ndio aweke chuma. Akaniambia shida ilikuwa ni pressure mama ilienda chini kabisa. Sawa, alijipanda jaribu na rudi, lakini walikuwa wanaongea na mama sababu mama alikuwa anazielewa kasi. Sasa naambia hata mama muongea naye, lakini shida ilikuwa ni pressure ilikuwa inaenda chini, si juu, chini kabisa. So anajaribu kuleta juu inakuja kwenda chini, juu inaenda chini. So ikafika mahali alikuwa anataka kunipigia simu, niambia napeleka mama ICU. Katika ile hali ya kupigia simu mama akatuacha. So hivyo ndio mambo ilitendeka. So mama alituacha kwa sababu pressure yake ilienda chini, si sukari na si ni pressure ya operation ilienda chini, sababu daktari kwambia operation successful, lakini ongeza kitu na gonga hii bag tangu hivyo ndio mambo ilifanyika. Yote tunaachia Mungu, sababu kuna swali zingine tukiuliza hatutawahi kupata jibu. Mama amekuwa rafiki yangu sana, hata watu wengi wanashangaa. Tulikuwa kama mimi kama husband kwa familia hao, tungekaa chini kwa mlango hapo tukae tuongee, tupange maneno. Mamanga kuna hata ungemficha angejua, sababu alikuwa anajua kabisa. Na mamangu alikuwa ni mtu amenisaidia. Anambia mama fulani simpendi, si mzuri, na ukweli alikuwa sio mzuri. Watu wote ametendeka, nasema mengi amesema, watu wengi wameongea uzuri ya mama, na ukweli mama alikuwa mzuri. Wengine kwa matanga tunakanga chumvi ama anizukuni kusema mtu alikuwa mzuri na mtu mbaya kabisa, lakini kwa ukweli mama amekuwa mtu mzuri. Nimeshukuru sana, nimeshangaa kuona umati ambayo umefika hapa siku leo. Tulifikiria hii sherehe kwa ndogo, lakini tumeongea na watu tunatuelezea, tunashangaa fulani anakuja, mpaka nimeona watu wengine sikuwa natarajia wangefika. Si ati siwapendi, lakini unajua tu ni sababu asanteni sana. Hivyo ndio ilifanyika. Na mama, watu wengi wamepitia hii nyumba. Kwanza watoto wengi. Kiangalia hapa hivyo tumevaa nyeupe hivi, wala mezi familia yetu ni wengi. Hii nyumba ilikuwa ni kama rescue center. Watu wamepitia wengi, watu kusomea wamepitia, wamesaidika wengi sana. Na kitu ile mimi nitasema, hiyo mama alinipa mimi pia nitapeana mbele. So hapa kwetu tufungi, na walimaambua nisifungi huku, tutafunga huku ni kwetu. Napenda kwetu, nakuja mara mingi sana nyumbani mimi. Napenda nyumbani nisaidia, ni therapy kwangu. Nairobi kuna kelele mingi sana. Ukikaa hapo hivi ukiangalia hivi, unaona environment ni nzuri. Mimi nilikuwa na stress inapungua. Sasa huko nikuja nyumbani, rafiki zangu wengine hapa wamekuja. Wanaambia huko nyumbani unafanya project gani? Nikamwambia nyumbani zile project ni ile tu hali ya huko nyumbani. Chukue tu kiti nikae chini ya mti, nikae pale, yani siku ikiisha sikia nimesaidika sana, sababu Nairobi nakimbia mbio mingi. So nyumbani siachi, nitakuja. Ile uwezo Mungu ametupatia kama tusaidia kutumia, tutasaidia hapa hivi karibuni sana watoto. Kama mnaishi hapa Mpine, mnajua mimi huwasaidia watoto sana. Na hii pia tunaita Kasarani. Kuna sampuli anachezwa hapo na shangaa. Mara nyingi mama alikuwa anafukuza. Nauliza nani amepiga mpira na nguvu hivyo? Nasema ni fulani. Sitaki kuona, enda. Uzuri mama, uzuri ama ubaya, mama macho iko inaona vizuri. So kijana angeenda pale, kai kidogo, mimi namuona. Narudi tu pole anaendelea kucheza. Na anaendelea kucheza. Mama akipiga na nani apiga kwa nguvu, na mdanganya, naambia jina mtu hayuko. Enda kwenyu. Na mambo yanaendelea tupige Kasarani. Na wataendelea kwa Kasarani, wataendelea kucheza. Sababu kuna watoto tunafurahi. Hata Nairobi nafanya sema. Nafikiri sasa nitamalizia hapo, sababu kuchukua muda sana. Ningependa kutoa vote of thanks. Nimaliza mara moja nikikaa
nimemaliza. Kwanza hasa nitakufaza kanisa. Kanisa, asanteni sana. Tangu mama alipotuacha, mmetupigia simu, mmetupelea, mmetushikilia mpaka tuambia mungependa mama akuje kanisani. Tukasema ni sawa sisi, na hata hiyo mapema sema kama saa 11 tupeleka mama, wako tayari kukua kule. So walikuwa tayari wakati wowote. Nasema ni asanteni sana. Na najua mama alikuwa mmoja wenu. Mama alikuwa ameshikilia sana. Sasa kwambia nishikilia sana, lakini nitajaribu ninaweza pia kushiriki na nyinyi. So sitasema mengi, naweza shika kufanya. Pili, nataka tena shukrani kwa watu wetu kasi. Watu wako umetusaidia sana. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Tangu mama alipokuwa mgonjwa umetushikilia. Mpaka wakati mama ameenda mmetushikilia, mmekuja wengi na nimeheshimika sana, nasema ni asanteni na tuendelee kuwa pamoja. Mtatuona sana pia wasi. Sababu kwa watu wa Usongo, semeni asante sana. Mmekuwa na sisi wakati wote. Mmetutembelea kila mara. Karibuni sana huko kwetu. Hata kama mama hayuko, sisi tuko, spirit ya mama bado iko. Karibuni sana. Watu wa Ziwani. Huko na mali nimelelewa Ziwani. Tumwani maternity ni hapo tukuta Ziwani. Nimesoma primary under Ziwani, yes. So mimi Ziwani iko damu. Kikata hiyo tukuta Ziwani. Nashukuru sana watu wa Ziwani kukuja. Ni familia kubwa sana. Kuna mama wamekaa hapa. Hii tenda mama wamekaa hapa mbele. Mnaona vile wanakaa, ni mama ambao wamejaribu, sio wana uwezo kuja kukimbia, lakini sababu ya ile familia ya Ziwani wamefika. Mama Rona, asante sana. Mama Robo, asante sana. Tumezoea kuita hivyo. Mama Tombe, karibu sana. Nyumbani hapa ni kwenyu. Mtutembelee pia, nzima tutembelea. Asante sana Ziwani. Nashukuru sana. Nakushukuru wenzangu kutoka Pefa Church. Mimi ni mshirika wa Pefa Church leo. Nimefika hapa nimeona ameingia. Asanteni sana na mimi kukuja kunitembelea na kuweza kufanya tuweze kuzikisha mama pamoja. Watu wa Wachila, karibuni sana. Nimewaona. Karibuni sana. Nimeona upendo wenu. Nilifikia pia mtakuja sababu ile relationship imeanza kukatika. Sababu mimi ni mbali na nyinyi mlikuwa wakaka wetu. Lakini mbona mmekuja? Asanteni sana. Na tuendelee kwa pamoja. Kuna vijana wa pikipiki walikuwa na beba masaa jana usiku kuenea mliwaona. Wajita ndio riders. Hao waliposikia tu tuna sherehe, tulikuja akatuliza tukusaidia na list yenu. Wakaangalia list, wakasema hii tuachieni tutafanya. Kuna kazi wamefanya hapo. Nasema asanteni sana. Sababu yani kwa kumbeba tu mama, kuwa na mama, mmekuja mkusaidia hapo. Asante sana ndio riders. Nataka kusema asante pia kwa Happy Blessed Church. Pastor familia yote kuja, sema asante sana. Pastor Susan, asanteni sana kufika. Mungu awabariki sana. Cousins from both kutoka Wasi, kutoka Sembo hapa hivi, kusoma na sisi, asanteni sana. Mam, kutoka Murang'a, asante kwa kuwa na sisi. Mmetoka mbali sana. Mmefika huko. Na umesimama nasi, nasema asante sana. Na Mungu awabariki na tuendelea pamoja. Watu wa nyumbani hapa Sembo, nasema asante sana. Sababu mambo mingi mmetusaidia. Tumetengeza mahali hapa, wamesaidia kuweka compound screen, ni kazi yao. Poni ilipatikana, ni kazi yao. Na mambo mengine mengi wamefanya. Nasema ni asante sana kwenu kwa kusimama nasi. Na naomba tu tuendelee kusimama pamoja, kushirikiana pamoja. Na kama kuna mtu nimesahau, sio kwa intention of making za kwa kile imepita. Marafiki marafiki zikuzae tu wote kutoka upande yangu, ya Joyce, ya Judy. Najua wengi wamekuja hapo. Kuna marafiki wa Joyce wafanya kazi pamoja naye. Marafiki zangu wamekuja, marafiki za Judy wamekuja. Nasema asanteni. Na pia vote of thanks zinaenda kupata na wetu kwa kutuweza kutuangalia, kuongezea mlo mzuri. Jana mtu akikimbia meshi tumbo. Shukuru sana. Na Mungu awabariki sana. Mimi ningependa kupea kanisa orodha hii, mimi na nafasi hii, watu nisikae sana, watupeleke tuweze kupeleka mama mahali nafaa kupeleka. Nasema asanteni sana, Mungu awabariki sana. Asanteni. Thank you.
Erokamano owadwa Fred. Fred na Kiswahili kula tena watu na wango. Ongao Kiswahili koro. Bwana sifiwe. Wana kujidole kwa mara